Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mara nyingine nakuja tena ndugu zangu watukufu wa Islam kukufikishieni moja au mbili katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na maudhui yetu mchana huu wa leo itakuwa kuhusu almira, polemiki, kupiga mdomo, rugambo. Imeonekana polemiki katika jamii ya Uislamu hapa kwetu Kongo imechukua nafasi kubwa sana, ana kwa ana, katika barabara, misikitini na hasa kwenye mitandao ya kijamii. Manake rezo sosio zimetoa nafasi kubwa sana kwa vijana hasa, lakini ni kwa Waislamu wote, wakubwa kwa wadogo, waume kwa wake. Imewatolea nafasi kubwa sana ya polemiki. Unaona watu wanachukua mida yao tangu mchana mpaka muda wa kusinzia, basi ni wenye kubishana, wenye kuzozana, wenye kulumbana, yani wanaongea tu, na hatujapata faida yoyote katika maongezi yao isipokuwa ni hasara. Hatujapata mafunzo yoyote katika maongezi yao isipokuwa ni matusi. Sasa kuzungumza huku, hizi polemiki zina nafasi gani katika Uislamu? Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam asema katika hadithi iliyopokewa na al-Imamu Ahmad bin Hanbal katika musnadi yake, pia na al-Imamu at-Tabarani amepokea hadithi hii kutoka kwa sahaba Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, la yu'minu al-'abdu imana kullahu. Hawezi Muislamu, hawezi mja wa Allah kuwa ni muaminifu wa imani kamili, imani tosha, imani khasa. Hawezi mtu kufikia kiwango hicho hata yaturuka al-kadhiba fil mizahati, ni mpaka pale ambako atakuwa ni mwenye kuacha uongo pale anapofanya mizaha. Manake kuna watu si muongo asili yake, lakini mara nyingi ameonekana anapofanya mizaha na watu huwa yuwatumia pia uongo. Sasa mtume anasema hawezi mwanadamu kuwa ni muaminifu mpaka afikie kiwango ambacho anaacha kusema uongo hata kama ni kwenye mizaha. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, mtume akasema walmiraa wa in kana sidqan, na aache kupolemike hata kama yuwapolemike kwenye jambo la kweli. Manake kule kuongea kupitisha muda wote katika majadiliano, katika malumbano, katika mashindano ya sharia, mtume anakataa. Anasema hauwezi kufikia kiwango cha kuwa wewe ni muaminifu, ni mpaka wewe uwe ni mwenye kuachana na miraa. Wewe achana na polemike, hata kama mna polemike sujet ambayo iko vrai, sujet ya kweli. Mtume anasema acha polemike, hapo ndo utakuwa na imani. Maana imani kula, imani kamili, imani yenye kusimama, imani yote wewe kuwa nayo ni mpaka mambo mawili. Jambo la kwanza, uache uongo hata kama ni kwenye mzaha, na uache polemike hata kama chenye una polemike ni cha kweli. Lakini bahati mbaya imeonekana polemika imechukua nafasi ya chakula katika jamii yetu huko. Manake kwa leo polemika ndo polemika. Twapolemike sana katika mitandao ya kijamii. Mtaona kijana tangu asubuhi mpaka muda wake wa kulala kazi yake kupolemike. Na mpaka kuna ile mitandao ya kijamii, kuna zile majumuati zimeunda haswa magrupu za WhatsApp kwa ajili ya polemiki, na hasa ni matusi, kuvunjiana heshima, mashindano ya sharia. Group Islamic Info Islamic,
écho de l'islam, rappel islamique, coup d'œil sur l'islam, affaires comico, radio comico, Komiza Goma Nord Kivu, élection comico 2025, écho de l'imama. Ni majumuati ni nyingi sana hizi ambazo specialite yazo ni kulumbana, ni kupolemike tu. Fulani ndo anafaa, fulani hafai, fulani mwana haramu, fulani mlaanifu, fulani ndo halali, fulani ni Mtume anasema hauwezi kuwa na imani kamili ni mpaka wewe uachane na hivi vitu. Kwa hiyo nitaelekea sana vijana, kwa sababu vijana ninyi, ama vijana sisi, kwa sababu mimi mwenyewe kijana pia, vijana sisi ndo maendeleo ya leo, si maendeleo ya kesho. Hasa sisi ndo wa kwanza kutumiwa na watu katika hizi polemiki, na twalipa pesa ndogo, ni mega haswa. Tupolemike mchana mzima, jioni tunaanza kuwasifu wale walotutuma kupolemike. Papa Solution, financier, cordon, president. Mambo kama na haya yanatupotezea muda wetu wote kuliko sisi tutafute kazi. Huyu unayemuita Papa Solution, kinachokufanya umuite Papa Solution ni mapato alionayo yeye. Lakini kumbuka kwamba mapato haya yeye ameyafanyia kazi, ametumika. Hakupoteza muda wake kwenye kuzungumza kwenye eskalier za msikiti, hakupoteza muda wake kwenye kuzungumza barabarani, hakupoteza muda wake kwenye kuzungumza katika marezo sosio. Ametumika, amesafiri, amefanya biashara, ndio akapata, na wewe ukabaki unapolemike nyuma ya mgongo wake. Wale waliopata, alhamdulillah walillahi alhamd, wamepata kwa njia ya kazi zao, ama wengine wamerithi familia zao, baba zao ambao wamewaachia urithi ambao alhamdulillah walillahi alhamd umewafanya wewe na wenzako ambao ni wapolemikeur kuwa unazidi kubaki nyuma yao kwa kuwashambulia wale ambao hawapatane nao. Hiyo mnazichochea fitina, mnakusanisha watu, mnawatukana mashekhe zenu, mnatukana watu walio na umri wa baba zenu kwa sababu ya kubaki nyuma ya haji fulani, ya cordon fulani, ya president fulani, ya Papa Solution fulani, wakati hawana muda huo. Wao ni wenye kukusikiliza tu. Malipo yenu jioni ni mega au kuitwa kigogo wa mji. Wewe waitwa kigogo wa mji kwenye matusi, waona raha? Subhanallah. Katika hadithi nyingine iliyopokewa na al-Imamu Abi Daud kwa isnadi iliyo thabiti kabisa sahihi, kutoka kwa sahaba mkubwa sana Sudayy bin Ajlan al-Bahili, ambaye afahamika kwa jina la Abu Umama, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam asema, ana za'imun bi baiti fi rabasil janna liman taraka al-mira. Kwamba Mtume anasema yeye anamgarantir, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anamgarantir, anatoa adhimio, manake yeye anatoa garanti ya nyumba mwanzo wa aljanna, pembezuni hapapa aljanna, mwanzo kwa mtu ambaye atakuwa ni mwenye kuacha mirau, wa in kana muhiqa, hata kama ile mirau ni kweli. Mfano, shekhe fulani au bwana fulani kanunua gari mpya. Si ni kweli kanunua gari? Sasa wewe uchukue kikao kabisa, ana kwa ana, mtandaoni, uanze kuzungumza, fulani amenunua gari bwana. Hii bwana hatukumuona akifanya kazi, ameiba. Unaona huu mfanya kazi mzuri anunua. Upoteze muda wako kwenye kuzungumza hilo. Ni kweli amenunua gari, lakini Mtume anasema hata ikiwa chenye unazungumza ni cha kweli, huwezi wewe kuwa na ile nyumba ya Bwana Mtume mpaka uache yale mazungumzo yako. Maana kuevite polemike kuna kufanya wewe uwe na garantia ya nyumba peponi mwanzo wa aljanna. Lakini ukiwa wewe ni polemikeur mkubwa, basi fahamu huna nafasi katika nyumba ile ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, inayopatikana mwanzoni wa aljanna, kwa sababu nyumba hiyo ni ya wale ambao wanaachana na polemiki, hata kama kile chenye wanapolemiki ni cha kweli. Anaendelea Mtume anasema, wa bibaiti fi wasati aljanna
liman taraka alkadhab wa in kana maziha. Na Mtume pia anatoa garanti ya nyumba katikati ya aljanna, manake katika centre ville ya aljanna. Mtume ana garanti nyumba. Nani? Man taraka alkadhiba, ni yule ambaye ameacha uongo, wa in kana maziha, na hata kama anaongea uongo katika mzaa. Yani Mtume hapa katika hadithi hii anatuonesha kama ana garanti mtu kuwa na nyumba peponi mwanzo wa aljanna, ikiwa wewe hukubali kupolemiki. Mtume anasema ana garanti nyumba katikati ya aljanna kwa mtu ambaye yeye anakataa uongo, hataki uongo, ameachana na uongo, hata kama ni kwenye mzaa atumii uongo. Jambo la tatu, Mtume akasema wa baitin fi a'la aljanna liman hasina. Wa baitin, mtu wa tatu ama nyumba ya tatu ambayo Mtume ana garanti, anasema wa bibaitin fi a'la aljanna liman hasuna khulquhu. Nyumba ya tatu katika mahala pa juu sana, anasema fi a'la aljanna, katika nafasi ya juu, yani VIP ya aljanna. Mtume anatoa nyumba kwa yule nani? Man hasuna khalquhu, yule ambaye ameboresha tabia yake. Sasa wewe kijana, jiangalie, kwenye tabia njema upo haupo? Kwa sababu asili yako wewe ni kuwatukana mashekhe zako, kuwatukana waislamu wenzako, kuwatukana wanafunzi wenzako, kuwatukana wazee wako, baba zako, mama zako, unawatukana tena matusi, maneno makali kweli. Kwa hiyo nyumba hii ya a'la aljanna, hiyo ya VIP peponi, huna. Jambo la pili, wewe asili yako katika mitandao ya kijamii kuchochea watu, kufarakanisha watu, kuchonganisha watu, kuzusha fitina kwa sababu maneno yako mengi uongo. Nyumba hii ya pili huna. Ama nyumba ile ya mwanzo kabisa, Mtume anasema ni kwa yule ambaye ameachana na polemiki. Ndio huwezi kuwa nayo, kwa sababu wewe polemiki kwako ni kazi. Wenzako watafuta kazi, wewe polemiki ndo kazi kubwa. Utawaona mtu Mwenyezi Mungu amemjalia mpaka kumpa elimu, amesoma, katika wapolemikero wakubwa mjini Goma hapa kuna yule ambaye ni licencié en droit, kuliko aende kubaro pale maison de l'avocat ashirikiane na kabine fulani afanye kazi kama avocat. Hana nafasi hiyo. Abaki mdomo, mshahara wake mkubwa kuitwa kigogo, mshahara wake mkubwa kununuliwa mega. Subhanallah. Tafuta kazi kijana, wewe ni maendeleo ya leo na kesho kutwa. Hawa wanaokufanyia kila unachokitaka, hawa ambao unawafanyia wewe zile polemiki kwa faida yao, wao ni matajiri kwa sababu wamefanya kazi au wamerithi pesa za baba zao waliofanya kazi. Bahati mbaya wewe wataka kuitwa kigogo tu, wataka kupigwa picha na hao matajiri, ndo mshahara mkubwa, au kununuliwa MB jioni, mshahara wako mkubwa. Lakini kumbuka, kazi ndo Uislamu utafaidika nayo. Kazi yako utatoa sadaka, kupitia kazi yako imani yako itakuwa nzuri, utakwenda hija. Kupitia kazi yako utakuwa wewe ni mtu mwenye nafasi katika society, mpaka na wewe utaanza kuitwa Papa Solution miongoni mwa wale wa Papa Solution na waita wewe. Na katika hadithi nyingine iliyopokewa na al-Imamu Abu Isa at-Tirmidhi katika sunani yake kutoka kwa sahaba mkubwa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hakika. Manake Mtume hapa habahatishi kwamba wala hasiti kwa lolote, anasema kwa hakika, min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyama, miongoni mwa wale ninaowapenda sana katika ninyi na wale watakaokuwa karibu yangu siku ya kiyama, ahasinukum akhlaqan, ni wale ambao wameboresha
wametengeneza tabia yao. Mtume anatuonesha kwamba watu watakaokuwa vipenzi vake sana na watu wa karibu na yeye sana katika aljanna, wale watakaokaa karibuni yake Mtume katika aljanna ni watu gani? Wale walioboresha, waliosifika kuwa na tabia nzuri, tabia yao haikuwa ya kubahatisha, tabia nzuri. Hao ndio vipenzi wa Mtume na watu wake wa karibu sana. Sasa wewe kijana katika group, kazi yako kumtukana haji huyu kwa sababu wewe unamsupport haji huyu, tabia yako mjini nafahamika mbovu, jiamini kama huwezi kuwa kipenzi cha Bwana Mtume, wala huwezi kuwa karibu ya Mtume siku ya Kiyama, utakuwa mbali na yeye, na hii ni hasara. Na anaendelea Mtume kuongea, anasema abghadakum ilayya, wale ninaowachukia miongoni mwenu. Tena hawa wanaoambiwa hapa ni masahaba. Mtume anasema wale ninaowachukia sana miongoni mwenu, wa ab'adukum minni, na watakaokuwa mbali sana na mimi, majlisan yaumal qiyama, hiyo siku ya Kiyama, athartharuna. Wa kwanza ni wale wanaopiga mdomo sana, waongeao sana. Mtume anasema hao anawachukia sana na hawatakuwa karibu na yeye siku ya Kiyama. Kalla, haiwezekani hiyo. Anasema wa pili, walmutashaddiqun, ni wale wanaojisifu sana, wavantar. Manake wa kwanza anayeongea sana, polemiqueur, huyo Mtume anamchukia na hawezi kuwa karibu yake. Wa pili ni yule mwenye kujisifu sana. Kwa lugha yetu hapa mtaani mjini tutasema masifa. Wale wa masifa Mtume anawachukia na hawawezi kuwa karibu yake. Watatu Mtume akasema walmutafaihiquna, wale ambao wanapenda kujipandisha sana, wale watu wenye kibri. Akionekana mtu ana kibri kingi sana, huyo pia hawezi kuwa karibu ya Mtume na si kipenzi cha Mtume. Hasa kijana, jitambue, achana na hizi polemiki, zimeturudisha nyuma. Hatufanyi lolote, hatuna group hata mmoja ambayo ni group ya ambosh ya vijana wa Islam. Hatuna group hata moja ambayo ni group ya maproje. Wewe kijana Muislam, ukiwa na proje, tuma ndani ya hiyo group, hiyo proje yako itakuwa finance. Hakuna. Ila group zote ni huyu maamuma mutlaka kumtukana shekhe huyu, ni huyu Muislam la ilaha illallah. Tupoteza muda wetu sana kupitia hizi polemiki. Tafuteni kazi. Na hasara kubwa kweli, hasara iliyoko ni kwa sababu polemiki hizi zimewanyima vijana wa Kiislamu muda wa kufikiria lingine. Utawaona msikitini wanasubiri swala baada ya swala, unadhani ni imani sana, si imani, ni kwa sababu hawana makazi. Hapale msikitini wanabaki kupolemike. Ikiwa ni msikiti na umsapoti huyu, basi watamtukana huyu mpaka watakaporudi manyumbani. Na wakirudi manyumbani wataendelea katika mitandao ya kijamii kumtukana. Kuna audio nimesikia mtu fulani anavyofahamika yeye ni Ibn Firash. Mwenyezi Mungu atujalie, tutazungumza hukumu ya Ibn Firash, mtoto asona baba kisharia. Mtu anafahamika ni Ibn Firashu, ajipachika jina la baba so baba yake ambaye ni shekhe, lakini anajitoa kumtukana Sheikh Musa, kiongozi wa Uislamu jimboni. Na anapoanza katika mitandao ya kijamii, anaweza kuchukua masaa 5 akizungumza tu kwenye kuwatukana mashekhe ambao ni miaka ya baba zake, mashekhe ambao ni rafiki ya baba zake, kutukana Waislamu. Hiyo ndo kazi yake tu. Wengine utawaona katika maiskalia ya misikiti pale, hata dhikri hawafanyi. Wanasubiri adhan, watawadhe, waingie msikitini, wasali, wakitolewa salamu basi wanarudi pale nje, wanaanza tena mirao. Watapolemike hiki, huyu amefanya, huyu hakufanya, huyu amepatia, huyu amekosea, huyu ndo halali, huyu ni bandia, huyu ni mfujaji, huyu ni sijui hiki, huyu. Subhanallah.
aina tadhhabun, mnaenda wapi vijana? Sisi vijana ndio maendeleo ya leo na kesho. Sisi tusidhani maendeleo ya kesho tu. Hawa ambao wameshapata yao wameshapata, na sisi tutafute. Kutafuta hakutotunyima sawabu, kutafuta hakutotunyima swala. Lazima tutaswali, lakini tutafute, si tubaki kwenye polemike tu. Ndio anasema bwana mkubwa sana katika tasawuf, Al-Sheikh Ma'ruf Al-Karakhi radiyallahu anhu wa qadasa Allahu sirrahu al-aziz, anasema inna Allaha, kwa hakika ya Mwenyezi Mungu, idha arada bi'abdihi khairan fataha lahu babul amal. Mwenyezi Mungu anapomtakia mja wake kheri, anamfungulia mlango wa kazi. Ndio utaona kuna kijana anapenda kazi sana, na kwa sababu anapenda kazi anazipata kazi zenyewe na anazitumika kwa bidii na zinamuingizia kitu kidogo. Yeye habaki kwenye mirau, yeye si mwenye kuzungumza tu, yeye ni mfanyakazi. Wa aghlaka anhu babu jadal, na Mwenyezi Mungu anakufungiaka ule mlango wa majadiliano. Wewe huna muda wa kuongea sio kwenye kazi. Bali ukijiona wewe kijana Muislamu ni mtu wa kazi, pale ambako kuna mdomo, kuna rugambo, kuna polemike, hutaki kujongelea wewe ni kazi kwa kazi, basi fahamu Mwenyezi Mungu ameshakufungulia mlango wa khairi. Na ndo sababu hiyo Al-Imam Ma'ruf Al-Karakhi radiyallahu anhu akasema, wa idha arada bi'abdihi sharra, na Mwenyezi Mungu anapompendea mja wake shari ndo ikukute, fataha anhu babu jadal, Mwenyezi Mungu anakufungulia mlango wa majadiliano. Ndo wewe utakuwa tu ni polemike, utaingia kwenye polemiki ya mpira, polemiki ya muziki, polemiki ya komiko, polemiki ya mashekhe, polemiki ya pesa. Sasa wewe unataka kuongea fulani tajiri kuliko tajiri, wewe chako nini kwenye utajiri wake? Fulani amesoma vizuri ya fulani hakusoma vizuri, wewe kwako ni chako nini kwenye kisomo chake? Fulani ndo chef d'identité halisi fulani, wewe ni yeye kuwa chef d'identité, wewe chako nini? Maana ukijiona wewe kijana au hata mtu mzima, mama, baba, mwanamume, mwanamke, ukajiona wewe una don ile ya kuongea tu, wewe ni kigogo wa mji kwenye matusi, wewe ni kigogo wa mji kwenye ushabiki, ukijiona wewe uko mtu aina hiyo, fahamu Mwenyezi Mungu amekufungia mlango wa khairi, akakufungulia mlango wa kuongea tu. Hauna khairi wewe. Sasa ukionekana wewe ni mtu wa namna hiyo, fahamu Mwenyezi Mungu anakutakia shari. Shari namna gani? Utaonekana wewe ndo wa kwanza wenye kutukanana, na yule unayemtukana ni sheikh, ana karama zake Mwenyezi Mungu amemjalia, ni sheikh, ana watu wake wanaompenda, hao wote watakuchukia wewe. Karama zake zile yeye huzipati wewe, na hapo ni kwa shari kwako. Anaendelea anasema, wa aghlaka anhu babul amal, na atakufungia Mwenyezi Mungu mlango wa kazi. Ndio utatizama wewe ambaye ni avoka katika hawa vijana, manake Goma hapa kuna vigogo viwili. Kuna vigogo viwili katika mitandao ya kijamii. Mmoja ameenda nje lakini bado ni anahesabika kijana wa Goma. Kuna vigogo viwili katika mitandao ya kijamii ambao asili yao ni mirau, ni polemike tu. Mmoja wao ni lisansia en droit, hajawahi kuwa avoka, hakuna kabine yote imemwajiri. Kwa nini? Mwenyezi Mungu amemfungia mlango wa kazi, akamfungulia mlango wa malombano tu, mdomo, na ataendelea kupiga mdomo, hafaidiki lolote. Akifaidika likubwa anapewa jina anaitwa kigogo, akifaidika likubwa ananunuliwa mega jioni. Basi kazi yake kubwa komiko, mdomo tu, wakati bado kijana wa kufanya kazi. Hiyo kazi inufaishe Uislamu, hiyo kazi inufaishe jamaa yake, hiyo kazi inufaishe jamii tunaoishi ndani yake, hiyo kazi inufaishe hata Kongo. Siku hizi tunaimbiwa nyimbo, Kongo itajengwa na nani? Na sisi. Sasa itajengwaje na sisi wakati sisi tumebaki kwenye rugambo tu? Kwa hiyo ndugu zangu,
vijana kama wazee, wanaume kama wanawake, tupunguze hizi polemiki. Waadministrateur wa magrupe haya, punguzeni. Iweni hata na sistemi ambayo mkiona mtu anaenda sana kwenye polemiki mnamfungia kwanza. Na tutakaombeni mfungue na magrupe zenye manufaa. Grupe za mawaidha ziweko, grupe za kazi pia ziweko, grupe za financement ya maproje, orientation ya maproje ziweko. Sisiwe tu grupe ni Jibondo amesema, Mangala amesema, Mwinyi amesema, Musa amesema, Awadhi amesema. Mimi wa Musa, mimi wa Awadhi, mimi wa Jibondo. Ndo kwenye grupu. Wallahi binadamu yeyote ana sentiment, anakipenda moyo. Binadamu yeyote, Mungu alivyokuumba wewe unakipenda moyo. Hata mimi na yule ninayempenda, na yule ninayemsupport, na ninamsupport 100%. Lakini je, kumsupport kwake ni kazi yangu mimi? Mimi nina kazi zingine. Kazi yangu mimi daia, kazi yangu mimi mwandishi wa habari wa kimataifa, na kupitia kazi zile mbili Allah ananiruzuku, nakula, nasomesha, naishi vizuri. Hasa wewe muda wako wote unamshabikia yule unayemshabikia, yule unayemkubali, yule ambaye ndo unamsupport 100%, na unabaki kwenye mdomo tu, jioni hakuna kitu nyumbani. Tuko distress sana vijana wa Kiislamu. Tuko distress sana baba wa Kiislamu. Hata hawa kwa Papa Solution mnaowashabikia, kikubwa waambieni, wakupeni secret, ameanzaje mpaka afike pale aliko akiwa awe Papa Solution. Sio tu kumshabikia. Mwambie Papa Solution, mimi nimesoma hiki, nahitaji hiki ili nianze. Hapo ndo itakuwa hata kuwa support kuna manufaa kwetu. Lakini ikiwa support yao ni kwa sababu ya mega ya jioni na kupewa jina ya kigogo na kuitwa nyumbani kwake kula wali na kuchukua picha, tutakuwa vijana wa Kiislamu tunasahau nafasi yetu leo na kesho, wakati sisi nafasi yetu kubwa ndio maendeleo ya leo na kesho. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.